Tumesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote. Karibu tena ndugu rafiki katika vipindi vyetu vizuri. Tutakapokuwa tunaendelea na mfululizo wetu wa tumaini. Huku tukiangalia tunawezaje kuwa na maisha yenye tumaini. Na katika vitu vya muhimu ni maisha yenye uwiano. Ndio mada yetu ya leo, ni kwamba maisha ya uwiano ni maisha ya aina gani? Na ni maisha tunahitaji tuchukue hatua za aina gani ili tuwe na uwiano katika maisha yetu. Akiwa na umri wa miaka 56 na akiwa tayari ni milionea, ndugu Stan Zundel alikuwa mwanaume mwenye haiba na mvuto mkubwa. Kwa nje alionekana hana wasiwasi wowote, lakini shinikizo la kazi na biashara na majukumu kubwa zaidi dunia lilianza kumlemea. Kadri msongo wa mawazo na hofu zilivyozidi, alikumbwa na vidonda vya tumbo. Alianza kuumwa, kisha maradhi ya moyo, baridi yabisi na saratani. Kama watu wengi, ndugu Zundel alikuja kutambua kwamba karibu kuchelewa gharama aliyolipa kwa ajili ya mafanikio yake. Alitambua kwamba anaenda kulipia gharama kwa namna maisha yake yalivyokuwa yamekosa uwiano. Na madaktari wake walitabiri kuwa ndani ya mwaka mmoja angekuwa hawezi kutembea kabisa. Angekuwa ni mgonjwa kwa sababu ya ugonjwa wa arthritis aliyopata katika mgongo. Na daktari mbingwa wa saratani alimwambia, seli zenye saratani zinaongezeka kwa kasi kwenye damu yako, na usipoangalia kuna uwezekano mkubwa kwamba zitashambulia viungo muhimu wa mwili na kusababisha uvimbe hatari ndani ya miaka miwili. Hiyo habari Zundel ilimfanya ajisikie vibaya. Alianza kuwa na huzuni na alitambua kwamba maisha yake na mafanikio yote aliyoyapata yalikuwa yanaanza kumponyoka. Alijutia fursa alizopoteza na kuwa na uhusiano mzuri na familia yake, kwa sababu alikuwa ni mtu aliyokuwa ni busy kupita kiasi. Akatambua kwamba kumbe tunaweza kuwa na kila kitu lakini bila afya. Haya yote hayana maana. Tunaweza tukakosa uwezo wa kufurahia mambo bora na muhimu zaidi maishani. Rafiki, yawezekana hata wewe Mungu amekubariki, umepata mafanikio mengi, na umekaa unasikiliza na unatambua wewe ni mmoja wapo. Umekuwa na kila kitu lakini afya inaanza kuporomoka. Unakuja kugundua kuna vitu katika maisha utashindwa kuvifurahia kwa sababu umekosa afya. Hata hivyo, hadithi ya Stan Zundel haikuishia hapo. Aliamua kuweka lengo la kupata afya ya kutosha ili aweze kupanda milima. Alisema, nilikuwa na hakika kuwa kama ningeweza kushinda mlima, basi ningeweza pia kujishinda mimi mwenyewe, kujiweza kuzuia nafsi yangu. Mbali na kutumia tiba ya kemikali, aliamua kubadili mtindo wake wa maisha kwa kujumuisha muda wa kuwa na familia yake, kufanya mazoezi, kufikiria mambo kwa mtazamo chanya, kula lishe bora, kuwa na utulivu wa kihisia, kudumisha uwiano wa kiakili na kumtumaini Mungu. Na Stan Zundel alirudi kwenye mambo muhimu. Aliweka vipaumbele vyake vya maisha yake upya.
akaweka ratiba yake vizuri, na hatimaye kwa juhudi kubwa alianza kubadili mtindo wake wa maisha. Na taratibu afya yake na nguvu zake zilianza kurudi. Alianza kuona namna anavyopata uponyaji na kuweza kuanza kupanda milima. Na cha ajabu ni kwamba kupanda milima kulianza kunikuza tena. Anahadisia aliweza kupanda milima, hata ule mlima mkubwa wa Matterhorn nchini Uswisi, mtihani mgumu kwa uvumilivu wa mwanadamu wa kawaida. Alirudia mara kwa mara ushindi wa kupanda ule mlima, na alishiriki kuhusu safari yake ya kushangaza, na anasema, familia yangu na wafanyakazi wenzangu waligundua kuwa hasira yangu ya haraka ilikuwa imetoweka, na kiburi nilichokuwa nacho kilikuwa kimeanguka mbali kitambo. Kwa mabadiliko machache ya mtindo wake wa afya, Stan Zundel aliweza kuishi miaka mingi baada ya hapo, zaidi ya makadirio ya madaktari, na hakuwahi kufikiria, sikiliza, hakuwahi kufikiria kwamba angeweza kuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Alirudi kwenye mambo muhimu katika maisha yake. Unajua, maisha yetu yamejaa shughuli nyingi kupita kiasi. Na daktari mmoja aliandika kitabu, Mr. Edward M. Hallowell, anasema crazy busy, overstretched, overbooked and about to snap. Yaani tumekuwa busy kupita kiasi, tumevutwa hadi tutataka tupasuke. Tumekuwa na kila aina ya mikutano, tumekuwa na kila aina ya vitu, kiasi kwamba bado kidogo tu ni kama ile rubber band iliyovutwa inataka kukatika. Ndivyo maisha yetu yalivyo. Je, wakati mwingine unajihisi kwa labda majukumu ya kila siku yanaweza yakawa yanaletea shida, huku ukihisi huna muda wa kutosha kukamilisha yote yanayohitajika kufanyika? Wengi wetu tunahangaika kusawazisha kazi zetu, familia, wajibu wa kijamii, wakati mwingine mambo yenye thamani kubwa zaidi kama afya ya kimwili, afya ya kihisia, mahusiano tunayapuuza. Lakini hata katikati ya harakati hizi zote tunaweza tukaweka sehemu fulani, tukaweza kuchagua kuishi maisha yenye uwiano. Ndugu rafiki, natamani nikualike uweze kuanza kufikiria upya. Je, maisha yenye uwiano ni maisha ya namna gani? Hatua za kuelekea maisha yenye uwiano zinaanza kwa kujitathmini, kwa kuangalia, je, mtindo wangu wa maisha ukoje? Kisha utafanya maamuzi sahihi kwa ajili ya malengo ya baadaye. Utaanza kupanga vitu tofauti. Amua mambo yasiyo ya msingi, kuyaweka kando. Yale unayoweza kuyaacha unaweka pembeni. Kuwa na matumaini. Sikiliza, wewe ndio mbunifu wa maisha yako na hatima yako iko mkononi mwako. Mungu atakuongoza katika maamuzi hayo ukiamua kumwomba akusaidie. Sikiliza, unawezaje kusawazisha madai mbalimbali ya maisha, afya na familia? Maisha ni hatua ya kusawazisha, na mara nyingi si rahisi kwa sababu watu ni wengi. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Jean-François Gravelet, na alikuwa ni mtu wa kwanza kuvuka maporomoko makubwa ya maji ya Niagara huku akitumia kamba nyembamba. Na mwanaume huyu wa ajabu alionekana kuwa na usawa kamili. Tarehe 30 Yuno mwaka 1859, Blondin yule rafiki alivuka maporomoko hayo akiwa juu ya kamba ya nyuzi yenye upana wa nchi 3 iliyovutwa kutoka upande wa Marekani hadi Canada, umbali wa futi 1100. Alitumia dakika 20 kuvuka, huku watazamaji 25,000 wakimwangalia. Alipofika katikati mto, aliketi chini kwa utulivu, akalala chali huku akiegemea fimbo yake ya usawa juu ya kifua chake, kisha akainuka tena na kuendelea na safari.
Sikiliza. Alipokaribia upande wa Kanada, aliwashangaza watazamaji kwa kufanya mzunguko wa nyuma akiwa juu ya kamba. Na katika kuvuka kwake mara kwa mara, huyu rafiki alionyesha maajabu mengine. Alitembea juu ya magongo, alivuka kwa kutumia baiskeli, aliendesha toroli yenye jiko dogo la chuma juu ya kamba. Akiwa njiani, aliwasha moto na kupika yai juu ya ule moto wakati yuko kwenye kamba, kwenye ile sehemu, kwenye ile maporomoko. Kisha akaiteremsha na abiria wa boti iliyokuwa chini ya maporomoko akampatia. Je, yawezekana hata wewe na mimi tunaishi katika maisha yetu kwenye kamba nyembamba, na je, tunaweza tukafanya hivyo? Mtu mmoja alimuuliza kuhusu siri ya mafanikio ya yule rafiki. Alijibu, siri ni kuangalia mbele kule unakoelekea. Unavutiwa kuelekea pale macho yako yanapoangalia. Ukiangalia mbele, ukiwa na sehemu una goli unalitafuta, ukifanya hivyo huyumbi. Na hata ukiyumba utajua namna ya kupata balance, kwa sababu macho yanavutiwa pale unapoangalia. Hali ni hivyo hivyo maishani. Tunapaswa kuweka macho yetu kwenye lengo tunalotamani kulifikia. Na hatua muhimu ya kuwa na uwiano katika maisha yetu ni jambo linalochukua baadhi ya mambo yako mule ndani. Cha kwanza ni nini? Mwili, akili, roho na familia. Maisha yenye uwiano. Ingawa mafanikio ya huyu rafiki aliyokuwa anavuka yale maporomoko yalikuwa ya kushangaza, kusawazisha maisha binafsi kwa kila mwanamke, mwanaume, mvulana au msichana ni jambo la thamani zaidi. Tunapaswa tuwe na uwiano katika maisha yetu. Na inahusisha uwiano wa akili, inahusisha uwiano wa kiroho, wa kimwili. Na ingawa ni lengo gumu, lakini inastahili kujaribiwa. Sikiliza rafiki, yawezekana wewe na mimi tunatafakari, je, nawezaje kupata uwiano? Nakuta hapa nafanya kazi kupita kiasi na shindwa kulala. Nakuta hapa nikipata muda basi sina hela. Nikipata hela sina muda kukaa na familia. Ninafanyaje? Ninakosa usingizi. Hebu tuangalie, tuchunguze zaidi. Je, ni hatua gani tunaweza kuzifanya ili kusawazisha kulala, kula, kufanya mazoezi na kunywa maji, kila kitu kiwe katika uwiano mzuri? Na cha kwanza kabisa, hatua tunazohitaji kuzichukua, je, ni kuangalia kujitathmini. Umewahi kufikia sehemu ukahisi kwamba una uchovu mwingi hata baada ya kulala, au kushindwa kuzingatia kazi zako kwa sababu ya lishe duni, au afya ya mwili inaathiri moja kwa moja jinsi tunavyohisi, kufikiria na kutenda? Mara nyingi hata mimi huwa ninajitathmini, na moja ya vitu ninavyoviangalia, naangalia pale ninapoenda kazini, pale ninaporudi kazini, ninapokuwa nimechoka, pale ninapokuwa nimeamka. Je, na furaha? Naifurahia kazi ninakoenda, ninavyorudi? Na huwa nimekuja kugundua, nikianza kuhakikisha kwamba na kuangalia kwamba nina uwiano katika maisha, unakuta hata kama una mambo mengi, lakini ukihakikisha kwamba umepata muda wa kukaa na familia, umehakikisha umepata muda wa kukaa na mtoto wako, umehakikisha umepata muda wa kufanya mazoezi, wa kunywa maji ya kutosha, umehakikisha umejaribu kwenda kulala kwa wakati na kupata usingizi mzuri, umeangalia kwamba umeweza kufanya vitu vyote hivi, utakuta mwishoni, siku ikiisha, wiki ikiisha, unajikuta una uwiano mzuri. Je, ni vitu gani muhimu tunavihitaji ili kuweza kusawazisha mwili? Kulala vya kutosha. Sikiliza, usingizi wa usiku ni mzuri, muhimu
kwa afya na akili. Lishe bora. Chakula tunachokula huathiri nguvu zetu na kinga yetu dhidi ya magonjwa. Na ndio maana watu wa Harvard waligundua kwamba ni muhimu angalau, yani kwenye sahani yako, angalau robo ya vile vyakula kwenye sahani unayokula iwe ni matunda. Robo hadi nusu iwe ni kachumbari pamoja na vitu vingine, mboga mboga, na vitu vingine ndio vichukue robo iliyobaki. Kwa hiyo ukiangalia vizuri unakuta kwamba kumbe katika maisha yetu kuna umuhimu sana wa kuwa na uwiano katika hivi vitu. Na kingine, mazoezi ya mwili. Usikose kila siku angalau kwa siku 6 kwa wiki kufanya mazoezi nusu saa kwa siku. Utakapofanya mazoezi utakuta hata stress utaweza kuzimudu vizuri zaidi. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Kama hauna ugonjwa wa moyo, hapo huwa tunawaambia kama madaktari wao wanatumia kama lita 1.5, na vile vile kuwa uangalifu kupima kila siku, kupima uzito wao. Lakini kama huna ugonjwa wa moyo, hakikisha unakunywa maji ya kutosha, angalau kama lita 2 kama hakuna joto. Na kama kuna joto unaweza ukaongeza, na kuhakikisha kwamba ukienda haja ndogo muda wote haja ndogo ni nyeupe. Sikiliza. Swali, katika maisha yako ya sasa, hivi vitu vina uwiano? Je, kitu kingine, tunawezaje kusawazisha kufikiria chanya, kujifunza na kustarehe? Unajua hata kustarehe ni mbaraka. Kuna watu unakuta akikaa akipata dakika 5 za kutulia, anaanza kama kusikia kwamba kuna kitu anakikosa. Lazima achukue simu angalie. Anashindwa kukaa na kustarehe na kutulia. Sikiliza, fikra zetu zina nguvu kubwa juu ya maisha yetu. Fikra hasi zinaweza kutufanya tujihisi dhaifu, tujihisi tumekosa nguvu, wakati fikra chanya zinatupa nguvu ya kufanikisha mambo yetu binafsi. Na njia za kuboresha afya yetu ya kiakili ni kuendeleza mtazamo chanya. Jiambie unaweza. Jiambie utafanikiwa. Chora picha kwamba mwisho wa wiki, mwisho wa siku utakuwa umefanikiwa kitu fulani. Jifunze mambo mapya, soma vitabu, sikiliza mihadhara, jihusisha na shughuli zinazochochea ubunifu. Unakaa na ongea na watu wengine, jaribu kuangalia ni nini kipya unaweza kukibuni. Jaribu kuhakikisha kwamba kila siku unapata nafasi ya kupumzika na kustarehe. Katika vitu mimi najifunza ni hilo. Unakuta siku ina mambo mengi, na usipoangalia inapita na wewe unapita kama mkimbizi katika hiyo siku. Nakuta mara nyingi nikipata nafasi huwa ninajaribu kuhakikisha kwamba wakati ninarudi nyumbani kuna sehemu naweka gari pembeni. Natafuta sehemu napoweza kutembea vizuri katika mto fulani. Nitatembea kama dakika 20, huku nawaza, nimeweka simu pembeni au nimeizima kabisa, na najaribu tu kufikiria, kutafakari, kumuomba Mungu na kuangalia, je, kuna kitu gani katika maisha yangu kimekuwa vizuri. Natumia muda wa kujipongeza na kumpongeza Mungu kwa kunisaidia kwa kuweza kufikia hapo nilipofika, na kuweza kuweka vitu kwa shukrani. Na ninapoendelea unakuta moyo wangu umetulia. Mapigo ya moyo hayaendi kwa kasi. Kitu kingine, hatua za kusawazisha imani, utulivu na maisha ya maombi. Sikiliza, ukitaka kuwa na sehemu nzuri, lazima uhakikishe maisha yako ya kiroho yanauiana na maisha yanayoendelea kwako ya kidunia, zaidi ya kutafuta pesa na vitu vingine. Hakikisha unapata kila siku muda wa kumkaribia Mungu kupitia maombi, ibada na tafakari ya neno la Mungu. Sikiliza, hakikisha kila siku, tena siku ya pekee unapokuwa umeamka. Kwangu mimi huwa nikiwa nimeamka, nimetoka kuoga, tena yale maji ya baridi kabisa,
nikihisi akili yangu imetulia, kabla sijaingia kwenye gari, huwa najaribu kupata nafasi nikae niombe. Mawazo yangu yametulia, nikae nisome neno, nitafakari, ili ninapoenda kazini kuna kitu fulani nakuwa nakiangalia na kukitafakari juu ya hilo. Tafakari maisha. Jua lengo lako la kuelekeza juhudi zako kwenye mambo yenye maana. Jitathmini kwamba je, kuna kitu gani katika hisia yangu haijakaa sawa, ninahitaji kuweka mabadiliko. Ishi maisha ya shukrani. Usikose angalau mara 3 kwa siku kujiwekea vitu vitatu utakavyoweza kusema, Mungu, ninashukuru kwa hili. Mungu, ninashukuru hata kama kina mambo mengi, lakini nashukuru kwamba hapa umenifanyia kitu. Utaanza kuona ule moyo wa shukrani unavyoingia katika kila sehemu wa maisha yako. Weka hatua ya kusawazisha mahusiano, upendo na muda wa pamoja na familia yako. Hakikisha kwamba unatenga muda wa ubora kwa ajili ya familia yako. Utakapokuwa umeweka simu pembeni, utakapokuwa umeweka kila kitu pembeni, lakini utatumia huu muda kwa ajili ya familia yako. Onyesha upendo kwa vitendo, maneno mazuri, matendo ya wema na kushiriki furaha pamoja. Hakikisha kwamba unapoenda kulala kusiwe na jambo kati ya wewe na familia yako na ndugu zako. Hakikisha kwamba unasamehe na kuponya mahusiano kila unapoenda kulala. Ndio maana Biblia inasema usiache jua linazimika bila kufanya nini? Bila kuhakikisha kwamba umemaliza jambo. Sikiliza, ni jambo gani moja unaweza kufanya leo kuboresha mahusiano yako na Mungu? Ni jambo gani katika maisha yako unaweza kulifanya kuboresha mahusiano yako na familia? Ni jambo gani katika maisha yako unaweza kufanya kuboresha hali yako ya kiafya ya kimwili? Sikiliza, ni swala la kuweka mizani, kufikiria vyema, kuwa na makali ya kiakili ni ufunguo wa kufanya maamuzi sahihi. Na ubongo wetu unaathirika kwa mazuri au kwa mabaya pale tunavyokuwa tunatembea na hisia tunazozihisi. Uchaguzi wetu wa kufanya mazoezi au kutokufanya, na hata vyakula tunavyokula. Ninawezaje kufikiri kwa uwazi na kufanya maamuzi kwa msingi wa ukweli badala ya hisia au mawazo ya kijuujuu? Ninawezaje kutumia ubongo wangu kufanya maamuzi magumu na kusonga mbele? Na siri ya kufanya maamuzi ni nini? Sikiliza, tunahitaji kutafakari masuala haya tunapokuwa tunayapitia, na inawezekana kubadilika kutoka kuwa chini ya utawala wa sehemu ya chini ya ubongo, tukawa tunafanya vitu kihisia, kwa maguvu, kwa kukasirika, tukafanya vitu kwa kutulia, kwa akili iliyotulia, tukaweka malengo katika maisha na tukaanza kuyafuatilia. Na sehemu ya mbele ya ubongo wetu, yani frontal lobe, inaweza kukusaidia kuwa mtu wa kufanya maamuzi mazuri na kuweza kuvunja tabia mbaya. Labda usiku nakaa unaangalia movie hadi kupitiliza, siku inayofuatia umechoka na hisia zako zinapanda juu. Sikiliza, unaweza ukaachana na tabia mbaya kama hiyo. Unakuta wewe muda wote unafikiria mabaya yatakayoenda kutokea. Unaweza ukabadilisha mtindo wako wa maisha na kubadilisha unaofikiria. Ni swala la kuweka mizani kuishi. Unaweza ukaweka ustawi wa mwili wa kiakili katika maisha yako na ukachagua kufikiria vyema. Sikiliza, kwa tumaini unaweza ukaamka asubuhi ukiwa na matumaini na azimio la kufanya ndoto zako zitimie. Kila siku Mungu anatupatia masaa 24 ili tuweze kutimiza ndoto alizoziweka mioyoni mwetu. Sikiliza, tunaishi katika nyakati zisizo na uhakika. Uchumi wa dunia unazidi kudorora. Watu wanapoteza kazi, kilio, usalama unakosekanika. Lakini wakati huu wa sana masumbuko, kuna kio shauku ya kutafuta tumaini. Rafiki, Mungu anatumaini kwa ajili yetu.
Mungu ana mpango kwa ajili ya maisha yetu. Mungu anatamani wewe na mimi, na hii sio hadithi. Mungu anatamani tuweze kupitia uzoefu wa kuona mibaraka yake katika maisha yetu, na tukaweza kuweka mtazamo wa kiroho uliojaa matumaini. Ni wakati wa kuzungumza tumaini katika dunia isiyo na tumaini. Sikiliza rafiki, ni swala la kuweka mizani namna ya kupangilia maisha yetu. Ni swala la kuweka mezani namna ya kujua namna ya kuseti kila kitu ili likae vizuri. Na ukiangalia vizuri unaona kwamba kuna sehemu nyingi tunaweza tukafanya kila aina ya kitu, lakini kuna umuhimu wa kuelewa kitu kimoja. Tunahitaji tuunganishe vipengele vyote katika maisha yenye uwiano. Wakati mwingine tunadhani kwa kuchukua hatua moja tu ndogo katika kuboresha mtindo wetu wa maisha inatosha, labda kula vizuri au kufanya mazoezi kwa nusu saa kila siku. Lakini je, moja tu linatosha? Siri ya mafanikio ni kuunganisha vipengele vyote kuwe na uwiano. Mambo ya kiroho na mambo ya kutafuta pesa, mambo ya kifamilia na mambo ya kihisia ya wewe mwenyewe. Kila sehemu unahakikisha kwamba kunakuwa na uwiano. Kulikuwa na dada mmoja alikuwa amesimama ameshika kikombe cha moto, chai aliyokuwa amejiwekea na tamani anywe. Ghafla akamwona mpwa wake anamkimbilia, na alijua anakuja kumkumbatia huku ameshika kikombe cha moto. Haraka akakichukua kile kikombe cha moto akakiweka pembeni, na yule mtoto alivyokuja akamkumbatia kwa nguvu kabisa. Yule dada alifanya maamuzi mema. Alielewa kitu gani ni cha muhimu na kitu gani sio cha muhimu, na akaweza kukiweka kando na kuhakikisha kwamba kile cha muhimu, kipaumbele cha muhimu, yule mtoto kuweza kumsaidia na kumkumbatia. Sikiliza, hata katika maisha yetu kuna umuhimu wa kuwa na uwiano. Ingekuwaje kama tungeunganisha vyote kwa pamoja? Kula lishe bora, kufanya mazoezi, kuwa na kiasi, kunywa maji ya kutosha, kupata hewa safi, kuwa na mtazamo chanya, kuhakikisha kwamba mawazo yetu tunaweka katika tumaini, kudumisha matumaini yetu, kuonyesha upendo, kushukuru, kuwa na furaha na kuwa na mahusiano mazuri na familia zetu, kuweka muda na nafasi kutenga kwa ajili ya familia zetu. Itakuwa ni uzoefu wa kushangaza. Uwiano huu ungeleta utofauti mkubwa tukiamua kuchanganya kazi, familia, afya, kutimiza malengo binafsi na ukuaji wa kiroho. Faida haziwi tu nyingi, bali zinakuwa na msukumo mkubwa wa pamoja kuliko kile kitu kimoja. Sikiliza, matokeo yake ni maisha marefu yenye furaha zaidi, matatizo machache ya kiafya, ziara chache kwa daktari na matumizi machache ya dawa. Sikiliza rafiki, nguvu ya muunganiko ndio kile Mungu anachotuitia tuweze kupata uzoefu. Na natamani sana tuweze kulielewa hili jambo, tuweze kujua kwamba kuna sehemu tunahitaji tuhakikishe kwamba ule mpango Mungu aliokuwa nao kwa ajili yetu uweze kuwa huru, kuweze kuwa mbaraka kwetu katika maisha yetu. Maisha bila uwiano sio maisha. Hicho ndicho tunahitaji tukielewe. Na tukiweza kufikia hapo, tutaweza kugundua kwamba kuna sehemu tutaweza kufikia. Kuna sehemu tutaweza tukapata afya mzuri kupita tunavyoweza kufikiria na kutafakari. Je, swali ni kwamba ni nini kinachosababisha maisha yetu yawe na mchanganyiko mwingi, haraka na yasiyo na udhibiti? Unaweza ukafanya nini leo ukaweka maisha yako yawe na uwiano?
Karibu ndugu yetu wakati tunapata ombi, huku tukimwomba Mungu atusaidie maisha yetu yaweze kuwa na uwiano na tuweze kuelewa vipaumbele vya maisha yetu, ndoto Mungu alizokuwa nazo kwa ajili ya maisha yetu. Karibu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa siku ya leo. Asante kwa kutuwezesha, asante kwa kutupatia nguvu, kwa kutuamsha asubuhi na kwa kutukumbushia kwamba katika maisha yetu kuna umuhimu wa kuwa na uwiano. Na huu uwiano, huu muungano wa vitu vya muhimu vikiwa pamoja bila moja kukosekanika, vitatusaidia maisha yetu yakawa yamesimama vizuri zaidi. Tunaomba utusaidie tuweze kuwa na uwiano katika maisha yetu. Msaidie ndugu, rafiki, mtazamaji, msikilizaji, atakapokuwa anasikia, mwekee uzito pale anapohitaji kuwa na uwiano. Kama kuna sehemu imeyumba, aweze kuweka vizuri, na afya unayotamani uweze kutupatia iweze kutamalaki katika maisha yetu ya kiakili, ya kihisia na ya kiroho. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina. Tumesikia mbiu